Serikali imeendelea kubuni na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuzalisha fursa za ajira nchini kupitia uwekezaji na utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, reli ya kisasa, bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Vile serikali imeweka mazingira wezeshi kwa sekta binafsi kukua na kupanua wigo wa uzalishaji wa ajira hapa nchini. Kutokana na jitihada hizo, katika kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 25, jumla ajira milioni 8,084,204 zimezalishwa katika sekta ya umma na sekta binafsi. Ya pili ni ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, tarehe 1 Agosti 2024, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua huduma za usafiri wa reli kati ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma. Hadi kufikia Februari 2025, abiria milioni 1,809,983 wamesafirishwa na jumla shilingi bilioni 54.9 zimekusanywa. Uwepo wa huduma hiyo ya treni umepunguza muda wa safari kati ya Dar es Salaam na Dodoma kutoka wastani wa saa 10 kwa basi hadi kati ya saa 3 na 4 kwa kuchagiza kasi ya maendeleo ya uchumi na kijamii hapa nchini. Eneo jingine ni ujenzi wa reli ya kati na kiwango cha kimataifa. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kutekeleza mradi wa ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa. Hadi kufikia Februari mwaka huu 2025, ujenzi wa kipande cha kutoka Mwanza Isaka kilomita 341 umefikia asilimia 62.37. Makutopora Tabora kilomita 368 umefikia asilimia 14.35. Tabora mpaka Isaka kilomita 165 umefikia asilimia 6.33, na Tabora Kigoma kilomita 506 umefikia asilimia 7.34. Aidha, maandalizi ya kuanza ujenzi wa kipande cha Uvinza Malagarasi mpaka Msongati kilomita 282 yameanza, ambapo serikali ya Tanzania na Burundi zilisaini mkataba wa ujenzi wa kipande hicho siku ya tarehe 29 Januari mwaka huu 2025.